Mtazamaji na msikilizaji wa Idako TV, ni siku nyingine tena. Mtangazaji wako ni Emmanuel Joseph Dako. Nipo na mgeni hapa, utakwenda kufahamu kiundani yeye ni nani, anajihusisha na nini. Na siku hii ya leo ni siku nzuri kabisa, ambayo ni siku ambayo imetukutanisha sisi ya wanaume katika chama hichi cha Waadventista Sabato ulimwenguni, katika maeneo tofauti tofauti, wakijulikana kwa jina la AMO. AMO maana yake ni Adventist Men Organization. Na siku ya leo tukiwa katika kanisa Pendo la Waadventista Sabato Mikocheni, na hapa mbele yako nipo na mwenyekiti ambaye ndiye anasimamia idara hiyo, na huyu si mwingine ni Sudi Odemba. Atakwenda kueleza kiundani nini ambacho idara inafanya na kwa namna gani basi aliratibu zoezi hili la leo na hata akaweza kufanikisha tukio hili la leo. Asante sana. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kutufikisha siku ya leo, siku ya dini. Leo ni siku ya furaha sana kwa wanaamo wa Mikocheni. Leo tumeungana, tumekuwa kitu kimoja zaidi, upendo, umoja na mshikamano. Lengo kubwa ilikuwa ni kushirikisha viongozi wetu wa serikali kujua AMO inafanya nini kanisani. Jukumu la AMO kubwa ni kutoa uinjilisti kwa watu wenye mahitaji ndani ya kanisa na nje ya makanisa. Leo tulikuwa tunaweka msingi. AMO bora hujengwa leo, AMO nzuri hujengwa leo. Leo tumejenga AMO nzuri, tumekubaliana mshikamano na umoja na upendo, kuhakikisha tunatimiza malengo ya kanisa na kusupport kazi za utume na kuhakikisha tunachangia maendeleo ya kanisa. Ndio jambo kubwa ambalo tumeifanya leo kwa umoja wetu. Ndio tumemwalika mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya Kinondoni Sadi Mtambule. Asante sana mwenyekiti, pongezi kwanza sana kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Sio rahisi kuweza kuorganize watu mbalimbali, wageni, watu wa ndani, na siku hii ya leo ya Jumapili waweze kuhudhuria. Miongoni mwa vitu kama hivyo, huenda kuna kitu fulani ulipitia kama changamoto ambayo ilifanya wakati mwingine basi utumie hata nguvu ya ziada kuhakikisha jambo lako linasonga mbele. Hivi kuna kitu kidogo na kusumbua? Watu vijana wengi hawajui AMO ni mwanaume. AMO ni ukiwa ni mwanaume wewe ni AMO. Sasa wengi wanajua AMO ni ya watu wazima. Kwa hiyo elimu ambayo tumetoa leo, ukiwa ni mwanaume wewe ni AMO. Kwa hiyo tumetoa elimu kubwa kwa vijana, ukiwa mwanaume wewe ni AMO. Sasa washiriki kufanya shughuli za kanisa, kujitoa kwa makusudi ya wengine. Ni kweli ni changamoto kubwa hiyo sana. Wengi vijana hatutaki kuingia kwenye idara ya AMO. Idara ya AMO ni idara nzuri ambayo inamlea kijana katika njia ambayo ni nzuri na itakayemsaidia kwenye maisha yake ya kila siku. Wewe siku ya leo umekosa kuweza kujiongea katika semina hii ya leo. Wakati mwingine utakaposikia mwaliko huo, mwenyekiti na katibu pamoja na management yako atakapokuwa umeandaa utaratibu mzuri, basi usisite kuweza kushiriki katika semina hiyo. Neno gani la mwisho kwa yule mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Idako TV unatamani kumwambia? Napenda kumwambia shiriki AMO, tujenge mahusiano mazuri, tujenge umoja. AMO ni roho ya kanisa, baba ndio kiini cha familia. Sisi ni AMO, tujenge umoja, ushirikiano mzuri na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Hakika mwaka huu AMO Mikocheni itafanya makubwa zaidi haya. Mungu akubariki sana mwenyekiti, na kutakia tena wakati mwema. Nashukuru kwa nafasi yako. Kama walivyomsikia mwenyekiti wetu wa AMO katika kanisa la Waadventista Sabato Mikocheni, amezungumza mambo mengi. Na wewe mwana AMO ambao ulikosa nafasi ya kuweza kufika kwa siku hii ya leo Mikocheni, usipange kukosa wakati mwingine. Na hata katika makanisa mengine ya Waadventista Sabato popote alipo chama hicho cha AMO kipo, basi shiriki, ungana huko, utaweza kujifunza mambo mengi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Emmanuel Joseph, nikutakia wakati mwema. Tutaonana wakati mwingine. Bye bye.